Na tukiendelea mbele ni kwamba kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa imeendesha vikao vya kukusanya maoni kuhusu makadirio ya bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026 katika kaunti ya Samburu. Wakazi wametoa wito kwa mapendekezo ya Wakenya kutiliwa maanani badala ya kuyapuuza kama ilivyoshuhudiwa mwaka jana na kuwashinikiza vijana wa Gen Z kuandamana. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. Ni ukumbi wa mikutano wa chuo cha kiufundi cha Maral katika gatuzi la Samburu umekula ukashiba. Wakazi wamejitokeza kushiriki zoezi zima la makadirio ya bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026. Sisi tunaomba tu maoni ambaye tumetoa siku ya leo muende msingatie kwa maoni yetu sisi. Msiende kufanya mambo yenu, mfanye pia. Sisi hatutaki tena watoto wetu waandamani. Mambo ya kifo katika makaunti yetu tumekataa. Public participation kwa kweli ni mzuri na ninaona inaelimisha wananchi wa Kenya. Lakini jambo ambalo ninaambia serikali wajaribu kuzingatia ni nini wananchi wamesema kutoka mashinani. Wasiende kuweka mambo yao kwa sababu itakuwa ni kutumia rasilimali ya serikali kwa wingi ili hali hakuna jambo lolote ambalo linatimizwa. Budget muangalia mambo ya wanabiashara, at least tupewe hata loan individual, na hiyo itakuwa mzuri. Tukipewa loan individual itakuwa mzuri. Wakazi wanapojitokeza kwa wingi kushiriki zoezi hili la makadirio ya bajeti wametoa wito kwa kamati ya bajeti bungeni kuhakikisha inaipa kipaumbele matakwa ya Wakenya. This, I can assure you, is not a public relations exercise. It's a very serious exercise. There is money allocated, put aside for projects that come from the grassroots through public participation. The one that when the national government is, dividing resources, Samburu should get its fair share. We can't have Samburu getting 400 million, 500 million shillings, another county getting 2-3 billion. Schools, education, healthcare, in terms of facilities, although it's a devolved function, it's a pro-people budget-making process and a pro-people government. This is a process which is simultaneously taking place in other counties in the Republic of Kenya. Around 11 or 12 counties, it's what the same process is taking place. Kadhalika, baadhi ya wabunge wametoa wito kwa usawa wa ugavi wa rasilimali ili kuhakikisha hakuna maeneo yanayotengwa kimaendeleo. For the last 1 year, there's been a clarion call that we make sure that there is fairness, there is equity, and we are just as a country on how we distribute our resources. We all contribute in one way or another in ensuring that we bake the national cake. For years, we have seen a lot of money, billions of money going to specific counties. And when we go to those counties, they have all the needs, all the things that they need. But you come to Samburu, we are still struggling for the basic needs. So this year, we want to trust the process, that the process is going to be fair. The resources, the envelope that we have this financial year is going to be shared equally. Zoezi hili linaendeshwa katika kaunti 11 kote nchini kabla ya makadirio ya bajeti kuwasilishwa bungeni na kusomwa naye waziri wa hazina ya kitaifa. Boniface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.